mengi sana. Wakati bado tuko hapa tunamuona Dr. Rama. Dr. Rama tunamuona kwa mbali, ni daktari ambaye yeye pia msondo anaielezea vizuri. Bwana Dr. karibu sana Bizonga. Rais ndio anaingia sasa hivi. Bwana sasa msondo tuna project hii ya kuwafikia mashabiki wale ambao wanakiwa kuelezea msondo kisasa. Sasa ni mmoja, kwanza ni mtunzi, pili pia ni mwimbaji, na lengo la bendi katika miaka hii kurudisha Msondo Family Day. Wewe kama dokta unaielezeaje? Karibu uzungumze nasi. Asante sana msemaji ama msema chochote wa bendi ya Msondo Ngoma, mwanangu Nasoro Kimbunga. Niseme jambo hili linalotaka kurudishwa ni jambo zuri kabisa, ni jambo linalotukutanisha pamoja wana familia, lakini katika kufurahi. Unajua madhumuni ya kuanzishwa kwa bendi hizi za muziki na hususani bendi kongwe ya Msondo ni kuwaburudisha watu baada ya kazi, na hii bendi asili yake ilikuwa inatokana na jumuiya ya wafanyakazi wakati huo ikiitwa Luta, wakati chama kikiwa kimoja, chama cha tano mpaka ikaja Juata, lakini lengo ni kuwaburudisha watu baada ya kazi. Kwa hiyo hili linalotaka kurudisha linatuhamasisha na litakuwa na jambo la busara kabisa, kwa sababu lengo la bendi hii ni kufurahisha watu, kurudisha watu baada ya kazi za kujitafutia maisha. Dr. Bizonga ilikuwa kama masiara katika Bonanza. Moja ya watu walikuwa na kushauri wengi kwamba tuje Bizonga kwa niaba ya Bonanza. Hii ni Jumapili na tumeanza saa 10. Kama unavyoona umati ulikuwa umejaa. Wakati tuanza watu hawakuamini, lakini walisimama wakasema hii itakuwa, kwa sasa inaendelea kukua. Na kwa sasa Chamazi imeshakuwa jimbo. Inategemea. Inatemeka na majimbo matatu. Na huku ni watu wameshakuwa ni wengi kwenye upande wa burudani. Je, unaishauri vipi Msondo kuweka ngome katika jimbo hili? Kwanza labda niseme, mimi nilikuwa nikisema kila siku, Chamazi ni eneo linalojitegemea kiburudani. Chamazi ni eneo ambalo lina wakazi wengi sana. Lina wakazi wengi na wakitaka kupata burudani wanatoka wanakwenda mbali. Lakini vile vile lina watu wengi wanaojuana na watu wengi kwenye maeneo mengine, ambayo linawafanya watu wengine na watoke kwenye maeneo mengine waje kwenye eneo la Chamazi. Kwa hiyo eneo hili ni eneo ambalo mimi nawashauri Msondo waendelee, kwa sababu kiasili eneo hili lilikuwa linaitwa Kichaba na Msondo ilikuwa inapiga tangu wakati eneo linaitwa Kichaba. Wakati huo likiitwa Kichaba pia watu walikuwa wakiwepo na wapenzi walikuwa wakijumuika kwenye eneo hili kila Jumatano ambayo ilikuwa ikipigwa hapa Kichaba. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la kiasili. Hili Bonanza la Jumapili mrudisha ni jambo la kiasili, lakini ni kwamba jimbo la Chamazi linajitegemea na lina wapenzi wengi wa muziki na wanakuwa wahitaji wengi wa burudani. Dokta bwana, tusikuchoshe sana, endelea kwenda kupata burudani. Tunaendelea na kile ambacho tulipokuwa tunakiishia. Bado tutawajuza, na kutokana wengi wanatamani kuona ndani kuna kuwaje, na muomba sasa kameramani wangu tuingie ndani tukaweze kuhoji watu waliokuwa ndani.